Ni asubuhi ya kipekee, ni wakati wa kipekee kabisa. Mungu ametuchagua tusimama mbele zake asubuhi ya leo. Mungu ametuita kwa upendo wa ajabu asubuhi ya leo. Yule mama aliyekuwa pale kisimani anaambiwa na Yesu, laiti ungenijua mimi ni nani na karama itendayo kazi ndani yangu, ungeniomba maji yaliyo hai, na hata ndoa yako ingepona, na hata kizazi chako kingepona. Asubuhi ya leo unaweza ukawa ni ukili wako. Ramasakataramahandu rikandere masakayandarama. Tumekuja Bwana kama tulivyo, tumekuja kama tulivyo, tumekuja kwako Bwana, mwamba wa uzima wetu, Mungu wa wokovu wetu, nuru yetu ya kweli. Tumekuja kwako Mfalme asubuhi ya leo, tumekuja kukuabudu Mfalme, tumekuja kukuinulia sauti zetu, tumekuja kukuadhimisha Mungu uliye mkuu. Tunasema wewe kwetu ni Mungu. Come on, pray. Rekayanda ramasakataramando. Baba, tumekuja mbele zako, tumekuja kukuabudu asubuhi ya leo, tumekuja mbele zako mwamba wa wokovu wetu, tumekuja kwako maji yaliyo hai, tumekuja kwako nuru wakati wetu, tumekuja kwako nguvu katika udhaifu wetu, tumekuja kwako asubuhi ya leo, tumekukimbilia sisi na watu wa nyumbani kwetu, wale ambao uliwalipia gharama kuwanunua, kuwatoa kwenye ufalme wa giza na ukawaita katika upendo wako wa kweli. Ndio wale tumekuja asubuhi ya leo, tumekuja kukuabudu Mfalme, tumekuja kuinua sauti zetu mbele yako, tumekuja kuinua sauti zetu mbele yako, tumekuja kuinua imani yetu mbele yako. Tunatambua peke yako ni Mungu kwetu, tunatambua peke yako kwetu ni Mungu, tunatambua peke yako kwetu ni Bwana, tunatambua kwetu wewe ni Mwokozi, na ndio maana tunakukimbilia tena siku ya leo. Tumekuja kama tulivyo, tumekuja na magonjwa yetu, tumekuja na udhaifu wetu, tumekuja na taabu zetu, tumekuja na kushindwa kwetu, tumekuja na aibu yetu. Kama ulivyozungumza na Yeremia nabii, sisi ni kazi ya mikono yako. Hata tunapokuwa tumeharibika, wewe unaweza kutufinyanga tena, unaweza finyanga kila kilichoharibika. Na ndio maana kwa sababu ya hali zetu tumesimama mbele zako, kwa sababu ya siku yetu tumesimama mbele zako, kwa sababu ya watoto wetu tumesimama mbele zako, kwa sababu ya wazazi wetu tumesimama mbele zako. Tunafahamu wewe waijua siku uliyotupa, twafahamu unaielewa siku uliyotupa ni siku iliyotoka kwako. Umetupa ili tuishi, umetupa ili tuendelee mbele, umetupa ili tushinde, umetupa ili tuvuke, umetupa ili tuone, umetupa ili tuendelee. Bwana, tumekuja mbele zako, tumekuja kwako mwamba wetu, tumekuja kwako nuru yetu, tumekuja kwako msaada wetu, tumekuja mbele zako Mungu wa kweli, Mungu wa pekee na wa kweli, wewe maji yaliyo hai, wewe maji yaliyo hai. Tumekuja kwa ajili ya ndoa zetu, tumekuja kwa ajili ya watoto wetu, tumekuja kwa ajili ya kazi zetu, tumekuja kwa ajili ya kampuni zetu, tumekuja kwa ajili ya biashara zetu, tumekuja mbele zako Mfalme, tukikutaka Bwana na nguvu zako. Tunapoianza siku ya leo, sisi twafahamu msaada wetu unatoka kwako, kama neno lako linalonenwa na mtumishi wako Daudi, ya kuwa sisi tunaye wa kujivunia, naye ni Mungu aliye hai. Ndivyo tumekuja tena asubuhi ya leo,
tumekuja mbele zako. Tutazame Mungu wetu, tuinue Mungu wetu. Rakasakata ramando riko yanda rama sekete. Tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuamini tena, tumekuja kukuamini tena, tumekuja kukuamini tena, tumekuja kukuabudu tena, tumekuja kukuinulia sauti. Rama sekete remando riko yanda rama sakata. Kila moja inua sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nimekuja. Wakati mwingine ulikuwa unapitia magumu, wakati mwingine ulikuwa unapitia mabaya, wakati mwingine ulikuwa unapitia upinzani. Biblia inasema Daudi alipotoka vitani na kurudi kwenye kambi yake na kukuta watu wameteka familia zao, adui ameteka watoto wao, adui ameteka wake zao, adui ameteka mali zao, na wamechomwa kambi yao. Biblia inasema majeshi walianza kulia hata kukosa nguvu kabisa za kuendelea kulia. Daudi yeye alimwendea Bwana na kumuuliza juu ya ukuu wake na kumuuliza juu ya uweza wake, akisema kwa kuwa ninaye Mungu mkuu, ninakuuliza asubuhi ya leo, je, hawa maadui waliobeba familia zetu tunaweza kuwapata? Bwana akamwambia Daudi, usiogope, mimi ni Mungu wako. Asubuhi ya leo mwinulie sauti, mwinulie sauti Bwana. Mwambie ni kweli biashara jana imeshindwa, nipe mwongozo asubuhi ya leo Bwana. Ni kweli jana maono yameshindwa, nipe mwongozo Bwana. Ni kweli nimekuwa na mateso kwenye familia yangu, nipe mwongozo Bwana. Ni kweli nimekuwa na changamoto kwenye masomo yangu, nipe mwongozo Bwana. Ninapoianza siku ya leo, Bwana, naomba nuru yako iangaze, inionyeshe yale ambayo macho yangu hayawezi ona, inionyeshe yale masikio yangu hayawezi sikia. Bwana, na ndio maana nimekuja asubuhi ya leo. Mwinulia Bwana sauti yako kwa ajili ya maisha yako. Mwinulia Bwana sauti yako kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya taaluma yako, kwa ajili ya wapendwa wako, kwa ajili ya maono na huduma yako. Mwambie Bwana, ninapoiendea siku ya leo, Bwana, ninaomba uniongoze. Ninajua katika wewe kuna nguvu za kweli, katika wewe kuna uweza wa kweli. Ramasekete. Hebu nisikilize, nataka uelewe, katika maisha yetu tunaweza tukawa tunakabiliana upinzani. Hata sisi tunapokuwa tunasimama mbele za Bwana, tunaweza kuwa tunakutana upinzani wa kutisha na wa kuogofya. Wakati mwingine tunaona tumeshindwa kabisa, lakini tunapomtazama Bwana, lakini tunapomrudia Bwana, kumwambia Bwana, tunakutaka na nguvu zako, hakuna kitu kinaweza kutushinda tena. Biblia inazungumza, inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hebu tazama asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu hakika, na kwa sababu hii una uwezo wa kimungu ndani yako tena, bila kujali mkono wa adui ambao umekuwa na nguvu juu ya maisha yako. Yeye anaweza kukupigania na kukushindia. Inua sauti yako asubuhi ya leo, tangaza kila maovu yaliyoandaliwa kukupata siku ya leo ni batili kwako na kwa watoto wako katika jina la Yesu. Tangaza maovu yaliyokusudiwa kazini kwako ni batili katika maisha yako katika jina la Yesu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Zaburi ya 34 mstari wa 7, malaika wa Bwana upiga kambi pande zote za wamchao Bwana. Today is today. Leo ni leo, bila kujali adui amejipanga kwa namna gani, bila kujali nguvu za giza zimejiandaa kwa namna gani. Bwana anasema wale wamchao Bwana, wale wanaoweza kusimama mbele za Bwana, wale wanaoweza kulitia jina la Bwana, malaika wako upande wao, na malaika hao wanatumwa na maneno yako. Hebu inua sauti, rama sakata ramahando. Kila uovu kwenye ndoa, kila
kila uovu kwenye biashara, kila uovu kwenye maono, popote ambapo adui amejiandaa kuharibu, kwa jina la Yesu. Kila mipango ya ibilisi kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu, kila uovu ulioandaliwa kwa ajili ya watoto wako, kila uovu ulioandaliwa kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya wazazi wako, katika jina la Yesu, kataa uovu huo kutimia, kataa laana hiyo kutimia, kataa ugonjwa huo kutimia. Ninakupiga shetani, hauna mamlaka katika jina la Yesu. Nini shetani amekusudia kutenda leo? Nini shetani amekusudia kufanya leo? Destroy kila uovu, kila uovu ulioandaliwa kwa ajili yako, ulioandaliwa kwa watoto wako. Destroy la mashaka karamando, rikanda rama sekere mahanda, rikonda rama sakata ramando, waliojipanga kuua katika jina la Yesu, hiyo mauti yao haitakuwa na nguvu. Waliojipanga kuharibu hawataweza kuharibu, waliojipanga kuondoa hawatakuondoa. Tangaza na yule mwovu I destroy. Vile unavyoomba malaika wanafanya kazi juu ya kile unachoomba. Biblia inasema malaika ni wajoli wetu. Hebu tangulia kwenye safari ya siku yako, tangulia kwenye safari ya siku yako. Tangaza asubuhi ya leo kila kilichokusudiwa na shetani, kila uovu uliokusudiwa, ninauondoa kwenye njia yangu, ninauondoa kwenye njia yangu, ninauondoa kwa watoto wangu. Huo uovu hautatimia kwao, huo uovu hautatimia kwao. Waliopanga mabaya siku ya leo, waliopanga kuzika siku ya leo, waliopanga nitaugua siku ya leo, mabaya haya hayatanipata wala watu wa nyumbani kwake. Ninaye Bwana wa Mungu wa majeshi, Mungu anirindaye na maovu yote yanayoonekana na yasiyoonekana. Maana yeye ni kimbilio langu, maana yeye ni ngome yangu, maana yeye ni nuru yangu. Yeye kwa ajili yangu aliitoa damu yake kuninunua kutoka kwenye mamlaka zote za giza. Asubuhi ya leo natangaza hakuna uovu utakaodhihirika wala kuonekana kwangu. Ninapoianza siku ya leo, ninapoianza siku ya leo, ninapoianza siku ya leo, ninapoianza siku ya leo, omba kama mwana wa Mungu. Biblia imesema wote waliopokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Omba kama mwana wa Mungu ukijua hakika anakulinda. Usisubiri maovu yatoke ndipo uombe, usisubiri mabaya yatoke ndipo uombe. Omba asubuhi ya leo. Nenda kwenye barabara unazopita leo, nenda kazini kwako, nenda nyumbani kwako, nenda kwenye shamba lako, nenda kwenye kampuni lako. Ng'oa kila pando la shetani aliyolikusudia kumea siku ya leo. Tangaza kila mbegu ya shetani iliyopandwa kwenye marango yangu, iliyopandwa kwa wazazi wangu, iliyopandwa kwa watoto wangu, haitamea, inanyauka katika jina la Yesu. Kwa dakika moja omba tu. Ng'oa hizo mbegu mbaya, ng'oa kila shetani alichokusudia, ng'oa kila uharibifu shetani amekusudia. Nini shetani amepanga kutimia kwako leo? Nini shetani amepanga kutimia kwa watoto wako? Amepanga ulemavu, anasema ajali itatokea. Destroy, 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 destroy. Ramasakata ramando, Riko yanda ramasekete remando. I speak in the name of Jesus. I decrease in the name of Jesus. I command in the name of Jesus. Ramashekete remando. Hakuna uovu utakaosimama mbele yako, hakuna uganga utakaosimama mbele yako, hakuna uchawi utakaosimama mbele yako, hakuna shetani wala mwanadamu atakayesimama mbele zako. Wote waliopokea Mungu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, naongea juu yako asubuhi ya leo, naongea juu yako asubuhi ya leo. Hautangamizwa na kazi ya shetani, hautangamizwa katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ya uovu iliyopewa kazi ya kupambana na wewe asubuhi ya leo haitafanikiwa katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Yeremia anasema, Yeremia katika sura ya 30 mstari wa 17,
Anasema hivi, nitakurudishia afya yako, nitakurudishia uzima wako, nitarudisha nguvu zako, na hata vile vidonda ulivyo navyo nitaviponya. Ujumbe huu Yeremia alikuwa anautoa kwa watu ambao walikuwa wanavutwa kurudi kwa Mungu, akiwaambia ikiwa mtarudi kwa Bwana, ahadi hii ni kwa ajili yenu. Nataka uelewe asubuhi ya leo, tuko katika neema ya ajabu ambapo Kristo anatenda kazi sasa, na kile unachokiamuru asubuhi ya leo ni kwamba kila kilichoharibika kwenye mwili wako uwe hai. Na Biblia inazungumza, inasema ulipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, suddenly nguvu ya mateso ilikomeshwa juu yako, nguvu ya magonjwa ilikomeshwa juu yako. Kwa nini ilikomeshwa? Kwa sababu baada ya kumwamini tu, aliyabeba masikitiko yako, aliondoa hatia yako. Ile haki ya shetani kuendelea kutenda kazi katika maisha yako, aliondoa kabisa katika maisha yako. Asubuhi ya leo, simama na neno hili la kinabii. Hebu anza kutangaza kila ugonjwa unaoishi kwenye damu yangu, kila ugonjwa unaoishi kwenye macho yangu, kila ugonjwa unaoishi kwenye masikio yangu. Hebu nena kila mahali ambapo kuna ugonjwa. Hauna uhaki ya kuendelea kukutesa tena, kwa sababu Kristo Yesu tayari alilipa kwa habari ya uzima wako. Inua sauti na uombe, bila kujali unaumwa ugonjwa gani, bila kujali unaumwa ugonjwa ambao hausikii dawa za daktari. Hebu asubuhi ya leo inua sauti yako, tangaza kila ugonjwa uliokamata miguu yangu, uliokamata tumbo langu, uliokamata kizazi changu. Nimeambiwa na daktari tumbo langu haliwezi kuzaa watoto. Nimeambiwa na daktari ugonjwa huu hauwezi kupona. Nimeambiwa na daktari lazima niishi kwa matumaini tu. Mimi ninatangaza yuko aliyelipa ili mimi niwekwe huru, naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa ajili yake nimekombolewa kutoka katika haya magonjwa yasiyopona, kutoka katika hii taabu isiyoisha, katika jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa, afya yangu itarejeshwa baada ya kumpokea Yesu. Unani wewe unaendelea kudumu kwenye mwili wangu? Ondoka kwenye mwili wangu. Mwili wangu sio hekalu la magonjwa. Mwili wangu sio hekalu la mateso. Mwili wangu sio hekalu la malaria. Mwili wangu sio hekalu la typhoid. Mwili wangu sio hekalu la kansa, sio hekalu la HIV, sio hekalu la utasa. Katika jina la Yesu. Come on, pray, 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 pray. Ombea moyo wako uliopanuka, ombea figo zako zilizoharibika, ombea macho yako ambayo yameharibika. Tangaza asubuhi ya leo, haki ya mateso ninaiondoa ndani yangu, ninaiondoa ndani yangu. Kila ugonjwa wa kurithi, kila ugonjwa wa kuambukiza, katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa, mimi nimeponywa. Hebu kemea kila ugonjwa ulio ndani yako. Usitulie, wewe omba tu. Yale magonjwa ya siri yanayoanza kushambulia, hayo magonjwa ya siri yanayoanza kutafuna kidogo kidogo, yaamuru asubuhi ya leo, huna haki ya kutenda kazi ndani yangu kwa sababu ya kazi ya msalaba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho za magonjwa achia watu wa Mungu, roho za magonjwa achia watu wa Mungu. Kila mamlaka iliyopewa kuharibu maisha yako, kuharibu afya yako, kuharibu figo yako, kuharibu moyo wako, katika jina la Yesu, hiyo mamlaka ivunje katika jina la Yesu. Sambaratisha kila nguvu ya mateso ndani yako, sambaratisha kila nguvu ya kifo kwenye mwili wako, sambaratisha kila nguvu ya uharibifu kwenye mwili wako. Pray, 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 pray. Kila kilichoharibika ndani yako si haki kuendelea kuishi ndani yako. Mungu amesema ataponya, ataponya.
ataponya vidonda vyako, ataponya majeraha yako. Tangaza asubuhi ya leo, kila ugonjwa ndani yangu ninakuamuru ondoka, ninakuamuru ondoka. Mimi sio wa kuishi na magonjwa, mimi sio wa kuishi na mateso. Siku ya leo haitakuwa siku tena ya kuishi kwa matumaini, haitakuwa siku ya kutegemea dawa za daktari, haitakuwa siku ya kutegemea ushauri wa daktari. Nitategemea damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, magonjwa yaliyomuua baba yangu, magonjwa yaliyomuua mama yangu, magonjwa yaliyoua ndugu zangu, hiyo nguvu haitaendelea ndani yangu, haitaendelea kwa watoto wangu, haitaendelea kwa wazazi wangu, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya mauti, hiyo nguvu ya mauti ninaiondoa asubuhi ya leo, ninaiondoa asubuhi ya leo. Hebu ombea afya yako asubuhi ya leo, ombea afya yako asubuhi ya leo, ombea afya yako asubuhi ya leo, ombea afya yako asubuhi ya leo. Kila mpango wa kuhakikisha unakufa mwaka huu ufute, kila mpango wa kuhakikisha unakuwa mlemavu mwaka huu ufute, kila mpango wa kuharibu maisha yako ufute. Huo mpango uliosimama, huo mpango ulioinuka kuhakikisha unaanguka ufute, ufute. Kila uchawi unaocheza na afya yako, kila uchawi unaocheza na afya yako, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, huo uchawi utangazie, ondoka, ondoka, ondoka. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe kwa dakika chache. Omba, ombea afya yako, ombea afya yako. Kila mtu aliyebeba ugonjwa kwenye mwili wake, kila mtu aliyebeba mateso kwenye damu yake, kila mtu aliyebeba aibu kwenye mwili wake, asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo nguvu ya magonjwa naiondoa ndani yako, hiyo nguvu ya mateso naiondoa ndani yako, hiyo nguvu ya aibu naiondoa ndani yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ugonjwa uliopandwa ndani yako wakati ukiwa mtoto mdogo, kila ugonjwa uliopandwa ndani yako kwa sababu ya urithi, kila ugonjwa uliopandwa ndani yako kwa sababu ya sumu za kichawi, katika jina la Yesu, ugonjwa huo na uamuru asubuhi ya leo hauna haki ya ukaa ndani yako kwa sababu ya Kristo Yesu uliyemwamini, uliyemwamini. Ramasakata ramando, ninaamuru kila ugonjwa, ninaamuru kila ugonjwa unaoishi kwenye damu yako, ninaamuru kila ugonjwa unaoishi kwenye figo, ninaamuru kila ugonjwa unaoishi kwenye mifupa, ninaamuru kila ugonjwa unaoishi kwenye damu, ninaamuru kila ugonjwa unaoishi kwenye neva, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ugonjwa huo unaoanza kuvamia taratibu, ugonjwa wa miguu, ugonjwa wa kichwa, ugonjwa wa kifua, ramasakata ramando, hiyo saratani ninaiondoa juu yako, ninaiondoa juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila sumu iliyo ndani yako, kila sumu iliyo ndani ya tumbo lako, kila sumu iliyo ndani ya macho yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hiyo sumu naiondoa, hiyo sumu naiondoa, hiyo sumu naiondoa, hiyo sumu ya kichawi, hiyo sumu ya laana naiondoa ndani yako, naiondoa ndani yako. Tangaza kila sumu, natangaza kila sumu, natangaza kila sumu, kila kilichowekwa kuharibu moyo, kila kilichowekwa kuharibu figo, kila kilichowekwa kuharibu mapafu, kila kilichowekwa kuharibu ubongo, kila kilichowekwa kuharibu tumbo, kila kilichowekwa kuharibu mfumo wa ubongo, kila kilichowekwa kuharibu mfumo wa neva, kila kilichowekwa kuharibu mfumo wa mgongo, mfumo wa kiuno, katika jina la Yesu. Mateso ya hisia potea ndani ya watu wa Bwana, katika jina la Yesu. Kila aina ya ugonjwa, kila ugonjwa utoke ndani yako, kila sumu itoke ndani yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo hautadumu na ugonjwa, hautaishi na ugonjwa, hautatembea na magonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu iombe siku ya leo. Sema, ninapoanza siku ya leo, ninaibariki siku yangu. Ayubu anasema wakati wa mapambazuko yako uliiamuru siku yako. Shetani ana nafasi ya kutabiri mambo mabaya juu ya ndoa yako kwa leo.
Shetani ana nafasi ya kutabiri juu ya watoto wako siku ya leo. Shetani ana nafasi ya kutabiri uovu kwenye maisha yako. Lakini nataka uelewe, Paulo anasema tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo, akimaanisha maombi yako yana nguvu kuliko laana yoyote ya shetani dhidi yako. Maombi yako yana nguvu zaidi ya mfumo wote wa uharibifu ambao ungetokea kwenye maisha yako. Siku ya leo unaitamkia nini? Unatamka nini kwa ajili ya kazini kwako? Unatamka nini kwa ajili ya biashara yako? Unatamka nini kwa ajili ya hatua unayoiendea siku ya leo? Je, unaweza ukanena mema? Je, unaweza ukatangaza ya leo mema unapoiendea siku ya leo? Katika wiki hii ya pili ya maombi ya siku 40, mwambie Bwana nini unatamani atende katika maisha yako. Biblia inasema kila siku Mungu alipotamka jambo, ndilo jambo lililotokea. Na wewe ni mwana wa Mungu, kile unachokitamka ndicho kinachotokea. Biblia inasema Yesu alikuwa akiinuka na kuwatazama wanafunzi wake, anawaambia, kwa nini mna imani haba? Mmeshindwa kuambia huu upepo unyamaze. Wakati mwingine tunapitia mateso. Yesu Kristo tayari alishapanda roho wake ndani yetu. Anatarajia tunene hayo mabaya sio na nguvu juu ya maisha yetu. Anatarajia tunene ongezeko la maisha yetu. Yesu alipofanya muujiza wa kwanza wa mikate, muujiza wa pili wa mikate, mara ya tatu walivuka wakaenda mahali. Biblia inasema wanafunzi wakaanza kunungunika wakisema tumesahau mikate upande wa pili. Yesu akashangaa sana. Akawaambia, hamkujua wala hamkuona yale tuliyoyatenda katika ngambo ya pili. Nataka uelewe kitu cha ajabu. Mungu anakutuma utabiri juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Tabiri mambo mema kutokea. Tabiri mambo ambayo unataka yawepo katika maisha yako. Tabiri mambo ambayo unataka yatimie kwenye maisha yako. Inua sauti yako na uanze kutabiria siku ya leo. Tabiria siku ya leo. Tabiria siku ya leo. Tabiria siku ya leo. Itabilie iwe ni siku ya amani. Itabilie iwe ni siku ya kushinda tena. Itabilie iwe ni siku ya kufanikiwa katika njia zako. Itabilie iwe ni njia ya kusongea, kupiga hatua nyingine. O ramashakata ramahando. O, ninaibariki siku ya leo. Ninabariki siku ya leo. Ninabariki njia zangu siku ya leo. Ninabariki kazi ya mikono yangu siku ya leo. Ninabariki mikutano yangu ya siku ya leo. Ninaibariki kwa ajili ya watu wazuri kukutana na mimi. Ninabariki kwa ajili ya kupiga hatua ya kiuchumi, hatua ya kihuduma, hatua ya kimaono. Naibariki siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kuzaa faida. Siku ya leo ni siku ya kuzaa matokeo. Ninatangaza katika jina la Yesu, siku hii ya leo, mahali popote palipokuwa panazaa mapoza, patazaa vilivyo hai katika jina la Yesu. Mahali popote palipokuwa na udhaifu, patapokea nguvu siku ya leo katika jina la Yesu. Mahali popote palipokuwa na kukataliwa, patatokea kibali katika jina la Yesu. Mahali popote palipokuwa na giza, leo itakuwepo nuru katika jina la Yesu. Mahali popote palipokuwa na kushindwa, leo itatokea nguvu katika jina la Yesu. Nami nitashinda katika jina la Yesu. Hiyo ndoa iliyokuwa haina amani, leo itapokea amani. Hiyo biashara iliyokuwa haina faida, leo itakuwa na faida. Hiyo taaluma iliyokuwa na migogoro, kushindwa kulipa ada, kushindwa mitihani, kwa mamlaka ya jina la Yesu nasema yale mabaya tuliyoyaona jana hayatatokea, maana Bwana ametutangazia hii ni siku mpya aliyoifanya, na rehema zake ni mpya kila asubuhi. Leo haitakuwa kama jana, leo haitakuwa kama mwaka jana, leo haitakuwa kama mwaka juzi. Haijarishi kalenda ya kishetani ilikuwepo kwa ajili ya mabaya siku ya leo, ila hayatatokea, asema Bwana Mungu wa majeshi. Ninaitabilia siku ya leo kuwa ni siku inayozaa matunda, kuwa ni siku inayozaa faida, kuwa ni siku inayozaa matokeo ambayo yataleta utukufu wa Bwana katika maisha yangu, na wote wanionao watauona uzuri wa Bwana katika maisha yangu. Sante Bwana kwa uaminifu wako. Sante Bwana kwa ukuu wako.
maana unaitendea mema siku ya leo. Nami ninatangaza kwa watoto wako wote walioinua mikono yao mbele zako asubuhi ya leo, walio hapa na wanaotutazama kwa njia ya media, katika jina la Yesu, leo natangaza sawasawa na neno lako, unaufungua mlango, wala hakuna shetani wala mwanadamu atakayeweza kuufungua. Na wafungulia milango watoto wako, milango ya baraka inafunguliwa juu yao, milango ya mema inafunguliwa juu yao, nao wataonekana. Kwa wale waliowasahau watawakumbuka, kwa wale wasiowajua watawajua. Kila mtu mwenye faida atakutana nao siku ya leo, katika jina la Yesu. Siku ya leo aliyepanda mbegu itazaa matunda, hatasahaulika tena, atajulikana sasa, ataimarishwa tena kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatabiri juu ya mwanamke na mwanaume wote wanaomwamini Mungu asubuhi ya leo, kwa ajili ya siku ya leo, yale mema ya kimungu yatadhihirika kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Ninakubariki kila mmoja asubuhi ya leo. Ninabariki uzao wako, ninabariki maono yako. Utukufu wa Bwana utakuwa harisi kwenye maisha yako. Mungu aliye mkuu atakuinua na kukuthibitisha katika haki. Utatengwa mbali na kuonewa, utaondolewa mikononi mwa adui. Hii ni siku yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Pigie Bwana Yesu makofi. Ninaongea juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Mungu wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu aliye Baba atakuwa ni Baba kwako siku ya leo katika jina la Yesu. Yule Mungu aliyesema na Musa akamwambia, uambie wana wa Israeli kwao nitakuwa Jehova, ni Jehova kwako tena leo katika jina la Yesu. Atakuwa Jehova Shama kwenye maisha yako leo. Atakuwa Jehova Elishadai kwenye maisha yako siku ya leo. Atakuwa Jehova Adonai kwenye maisha yako siku ya leo. Atakuwa Jehova Ebeneza kwenye maisha yako siku ya leo. Atakuwa Jehova Nisi kwenye maisha yako siku ya leo. Atakuwa Jehova Rafa kwenye maisha yako siku ya leo. Mungu atajitukuza kupitia maisha yako katika jina la Yesu. Ninakuita katika upendo wa Mungu asubuhi ya leo. Pokea neema ya Mungu ya kustawi hata mahali wengine wameshindwa kustawi katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuendelea mbele hata mahali ambapo wengine wameishia njiani katika jina la Yesu. Bwana Mungu wa majeshi uliyemwabudu asubuhi ya leo, na atasimama na wewe kulidhihirisha neno hili kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kabla ya siku ya leo haijaisha, utauona wokovu wa Bwana kwenye malango ya nyumba yako. Utaiona nuru ya Kristo kwenye maisha yako, nao utamwadhimisha Bwana atakayekuwa amekutendea makuu haya katika jina la Yesu. Katika wiki hii ya pili ya maombi ya upako wa Gosheni, Mungu anakulinda na hatari zote katika jina la Yesu. Mungu anakuepusha na mabaya yote katika jina la Yesu. Mungu anakuvusha katika vikwazo vyote katika jina la Yesu. Mungu anakuita katika upendo wake katika jina la Yesu. Hautapungukiwa siku ya leo katika jina la Yesu. Hautaanguka siku ya leo katika jina la Yesu. Zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele.
Unapoianza siku ya leo mbele za Bwana, andaa sadaka yako kwa ajili ya Bwana. Sadaka inatambulisha upendo wetu kwa Mungu, inatambulisha namna tunayemwabudu, tunamfahamu au hatumfahamu. Sadaka inagusa moyo wa Mungu kushughulika na maisha yako, sio tu kwa sababu Mungu ana shida na fedha, lakini Mungu ana shida ya kuona upendo wa moyo wako kwake. Anazungumza na Ibrahimu, anasema sasa nimejua unanipenda, kwa kuwa unaweza kutoa hata kile ambacho unajua hutakipata tena, ukakitoa kwa ajili yangu. Mungu anayetamani kuona moyo wako unampenda kiwango gani ili akuwezeshe. Toa sadaka yako kwake asubuhi ya leo. Wakorinto anazungumza yale mambo ambayo macho ya mwanadamu hayawezi kuona, masikio wala moyo wa mwanadamu hawezi elewa. Mambo haya yamefunuliwa kwa wale wanaompenda Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Hii ni ajabu sana unayoweza kujua asubuhi ya leo. Sadaka inaweza kusababisha Mungu kuachilia nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kama unafikiri natania, soma Matendo ya Mitume sura ya 10. Utaona Biblia inachosema juu ya Kornelio. Na Kornelio alipofanya hivi, Mungu akabariki maisha yake. Shika sadaka yako kwa Bwana. Bwana, hizi ni sadaka zetu tunazozitoa kwako asubuhi ya leo. Tunazitoa kwa Mungu uliye hai na Mungu unayetubariki. Mungu tupae uzima na afya njema. Mungu tupae maisha sisi na watu wa nyumbani kwetu. Hakika tunakupenda na tunatoa sadaka zetu, mali zetu, tunakupa wewe Mfalme. Asante kwa sababu unatukubali na unatutendea makuu katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Mtolee Bwana sadaka yako. Oh, sikilizeni furaha yangu, Mungu nipe apenda watu. Haleluya, apenda. Haleluya, unaweza kusimama hapo ulipo nyumbani kwako. Hey, sifu Bwana. Sikilizeni furaha yangu, huyu Yesu ni pendo, anapenda watu. Haleluya. Prophetic song, Ramasakata Ramando. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Najua tumekuwa na asubuhi ya kwanza nzuri ya ibada ya kipekee katika kanisa letu. Mungu kubariki kila ambao umepambana kuhakikisha tunakuwa na eneo zuri kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Karibu kila mmoja. Ninaamini Mungu anatupenda. Mungu anamwambia Yohana, anasema na wafahamu watu ambao wanaweza kuacha yale wanayoyapenda wakanipenda mimi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Leo tumekuwa na mambo ya technical hayajakaa vizuri bado, lakini tunamwamini Mungu mpaka kufikia kesho mambo yatakuwa mazuri. Tutakuwa na muda mzuri wa kusifu, kuabudu, kuomba na neno la Mungu. So ibada ya leo inaweza ikawa ni fupi, lakini kesho usipange kukosa ibada hii. Unanitazama kwa njia ya media, ikiwa una ndugu yako yuko Arusha na ungetamani aungane na sisi, mualike. Ni kila siku afike hapa angalau saa 11:30, saa 11:45 aweze kukutana na neema hii ya Kimungu. Tuko Arusha mjini, eneo linaitwa Darajani ukiwa unaelekea Dampo. Kama unatokea mjini unashuka na barabara ya Unga Limited, na kabla hujafika Dampo, jamani Dampo sio kwa sababu kuna dampo, ila kuna mtaa Arusha unaitwa Dampo. Sio kwamba tunaishi karibu na dampo, mtaa huu unaitwa Dampo. Sasa usiniulize kwa nini unaitwa Dampo, hata mimi sijui, nimekuta wanauita hivyo. Kwa hiyo akifika hapa ataona bango kubwa, lakini afike mahali hapa ambapo ni pazuri. Lakini hata wewe ikiwa unatazama huko Arusha, asubuhi amka njoo hapa. Jitoe kwa ajili ya Bwana na Mungu atakukumbuka. Na kila mmoja ambao umejitahidi kufika katika siku ya kwanza, hakika Mungu yuko pamoja nawe. Inua mikono yako mbele za Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umetupa nafasi ya kupandwa katika hekalu lako takatifu. Tumekuja katika mlima wako mtakatifu. Tumekuja na kupokea nguvu mpya ya kuikabili siku ya leo. Tumepokea upako mpya wa kuikabili siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya kila mwanaume na mwanamke ambao utawaonyesha wema wako siku ya leo kwenye maisha yao, na hata hatari hazitawapata kwa sababu ndani yao na mbegu yako Bwana, katika jina la Yesu. Ninakubariki siku ya leo. Morning glory in Jesus name.